السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. Ndugu zangu Waislamu, hatuna budi kumshukuru Mola wetu mtukufu kutokana na fadhila zake nyingi juu yetu, na miongoni mwa fadhila zake ni kutuwezesha na kutuwafikisha kuhudhuria katika swala ya hii aljumua. Kwa hakika hakuna jambo lenye maana, jambo la thamani kuliko Muislamu kuutumia muda wake katika kumtii Mola wake mtukufu. Na tukiwa tunatumia muda wetu katika taa, katika kutekeleza ibada, tutakuwa tunalitekeleza lengo la kuumbwa kwetu. Na Mola wetu mtukufu ametuwekea nyakati mbalimbali za ibada. Ukitoka wakati huu utaingia wakati mwingine, ikitoka siku hii itaingia siku nyingine, ukitoka mwezi huu utaingia mwezi mwingine. Muhimu ni kwamba ukifika wakati wa ibada, sisi tunazitekeleza ibada, na tutafanya hivyo mpaka pale atakapotufika mauti. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, muabudu Mola wako mpaka yatakapokufika mauti. Sasa hivi tuko katika kutekeleza swala ya aljumua. Wakati huu utakwisha, utakuja wakati wa al-asr, kuna ibada ya kutekeleza. Utaondoka wakati wa al-asr, itakuja maghrib, itakuja isha, itakuja fajr. Siku itaondoka, Ijumaa hii itaondoka, itakuja Ijumaa nyingine. Mwezi huu utaondoka,
utakuja mwezi mwingine. Tulikuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tukitekeleza ibada mbalimbali, tukijipinda. Mwezi wa Ramadhani umeondoka, mbele yetu uko mwezi wa Dhulhijja. Na hizi nyakati zipo ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezifadhilisha kuliko nyakati nyingine, akazifanya nyakati hizo kuwa ni nyakati za kheri na misimu ya kuchuma amal, ya kufanya amal kwa ajili ya kutengeneza akhira yetu. Mbele yetu unakuja mwezi wa Dhulhijja, na hizi ni katika fadhila za Allah juu yetu. Baada ya kumalizika Ramadhani na watu wakapunguza katika ibada, sasa umekuja mwezi mwingine wa ibada. Mwezi wa Dhulhijja ni katika miezi mitakatifu, kadhalika ni katika miezi ya hija kama jina lenyewe linavyoashiria. Kadhalika katika mwezi huo wa Dhulhijja ambao haitafika Ijumaa nyingine isipokuwa tutakuwa tumo ndani yake, ziko siku 10 za mwanzo ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziboresha siku hizi na amezifadhilisha kuliko siku nyingine zozote katika kipindi cha mwaka mzima. Na ametuambia maneno hayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akasema katika hadithi aliyepokea Imam Abu Daud kutoka kwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ma min ayamin العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuna katika siku, hakuna kabisa siku ambazo matendo mema hupendwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko siku hizi, akikusudia zile siku 10 za mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa mfungo tatu. Masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam wakamuelewa mtume Muhammad, na wao walikuwa ni wanafunzi wazuri, wakakumbuka kwamba iko amali ambayo ni nzito katika kuifanya. Aya za Qur'ani zimeihimiza, hadithi za mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wasallam zimeihimiza amali hiyo, na ni amali nzito. Wakamwambia, ya Rasulullah, hata jihad katika njia ya Allah haitakuwa na ujira mkubwa kuliko amali zilizofanywa katika siku hizi? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, hata jihad katika njia ya Allah. Akaivua jihad moja, akasema isipokuwa mtu ambaye ametoka yeye na mali yake kwenda katika jihad, kisha visirejee viwili hivi kitu chochote, asirudi yeye wala isirudi mali, jihadi hii itakuwa ni bora kuliko amali njema zilizofanywa katika siku 10 za Dhulhijja. Ama jihadi ambayo mtu ametoka yeye na mali yake, akarudi yeye mali ikabaki katika njia ya Allah, au ikarudi mali yeye akabaki akauawa, basi haitashinda amali zilizofanywa katika siku 10 za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja. Si jambo dogo hili. Ukiangalia maneno aliyosema mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzo wa hadithi kwamba hakuna katika siku, hakuna, nakiratun fi siyaqi nafi, hakuna kabisa. Halafu masahaba wakaikumbuka jihad fi sabilillah na jinsi walivyohimizwa na ugumu wake. Na nyinyi mwajua wakati huo watu wakipigana jihad ni mapanga, uso kwa uso, piga ni kupige, mtu anauawa unamuona.
wao wakakumbuka Allah alivyoihimiza jihad, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu biamwalikum wa anfusikum fi sabilillah, tokeni mwende katika jihad hali ya kuwa wepesi au wazito, nendeni mkapigane katika dini ya Allah. malakum idha qila lakum infiru fi sabilillah ithaqaltum ila al-ardh araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah fama mata'u al-hayati ad-dunya fil akhirati illa qalil. Mna nini nyinyi mnapoambiwa mtoke kwenda katika jihad mnakuwa wazito katika ardhi? Mna nini? Mmeridhia maisha ya duniani? Lakini hili jambo pamoja na ukubwa wake, na mnajua jinsi lilivyousaidia Uislamu na kuufikisha hapo ulipo, bado amali njema zinazofanywa katika mwezi huu zitakuwa ni bora. Hili haliwezi kuelezeka isipokuwa ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi. Wanawachuoni wa Kiislamu wamejaribu kutueleza pengine sababu za kufanya siku hizi kuwa ni bora ni hii na hii na hii. Al-Hafidh Ibn Hajar katika Fathul Bari anasema walladhi yadhharu anna as-sababa fi imtiyazi 'ashri dhil-hijja limakani ijtima'i ummahati al-ibadati fihi wa hiya as-salah was-siyam was-sadaqa wal-hajj wala yata'atta dhalika fi ghayriha. Na kile kinachodhihiri ni kwamba sababu ya ubora wa siku 10 za Dhulhijja ni ile nafasi ya kukusanyika aina kuu za ibada ndani yake, nayo ni sala, saum, sadaka na haji. Na havikusanyiki kwa pamoja vitu hivi katika siku zisizokuwa hizi, kwa maana ya kwamba katika siku hizi 10 za mwanzo za Dhulhijja kuna uwezekano wa kukusanyika aina kuu za ibada ndani ya Uislamu. Zile nguzo za Uislamu, swala za faradhi kama zinavyopatikana katika siku nyingine, pia zinapatikana katika siku 10 za Dhulhijja. Swala ya Eid iko ndani yake. Kadhalika saum, kama unavyoweza kufunga katika siku nyingine, basi unaweza kufunga katika siku hizi, ikiwemo siku ya Arafa ndani yake kwa watu ambao hawajakwenda haji. Sadaka, iwe ni zaka kwa wale wanaohesabu miaka ya Kiislamu, na kwa kuwa huu ndio mwezi wa mwisho wa mwaka, wanaweza kutoa zaka au wanaweza kutoa sadaka, iwe ni sadaka ya kawaida, iwe ni zaka au zile nyama tutakazozitoa katika siku hizo. Lakini jambo ambalo halipatikani katika siku nyingine isipokuwa siku 10 hizi ni haji, kwa sababu hapo ndio kuna siku ya tarwiya, kuna siku ya Arafa, wal hajju Arafa, na kuna siku ya kuchinja. Huu ndio umaalumu na upekee wa siku hizi. Bali wanawavioni wa Kiislamu wanasema Allah subhanahu wa ta'ala ameziapia siku hizi aliposema wal fajr wa layalin 'ashr, na hapa kwa wakati wa alfajiri na siku 10. Al-Imam Ibn Kathir katika tafsiri yake anasema wal muradu biha 'ashru dhil-hijja, qalahu Ibn Abbas wa Ibn Zubair wa Mujahid wa ghayru wahidin min as-salafi wal khalaf. Makusudio ya siku 10 ambazo Allah anaziapia hapa ni siku 10 za mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja. Hayo ameyasema Abdullah ibn Abbas, Ibn Zubair na Mujahid, na asiyekuwa mmoja katika salaf waliotangulia na wale waliokuja baadaye. Na Allah subhanahu wa ta'ala akiapia kitu anakiapia kukitukuza. Siku 10 hizi za mwanzo za Dhulhijja ni siku tukufu. Mwingine anaweza kujiuliza swali, katika mwezi wa Ramadhani tulipokuwa tumeingia 10 la mwisho, tukasema siku hizi 10 la mwisho hili ni 10 la ibada la kujipinda, 10 bora. Sasa inakuwaje siku 10 za mwanzo za Dhulhijja tena tuambiwa ni bora kuliko siku nyingine yote katika siku za mwaka? Wanawavioni wetu wa Kiislamu wamelijibu hili swali kwa majibu mazuri ya kwamba siku 10 za mwisho za Ramadhani tunazungumza zile usiku zile
tarehe 21 usiku wake mpaka siku 10 zikimalizika. Ule usiku wa 10 la mwisho ule ndio hakuna usiku wowote katika kipindi cha mwaka bora kuliko usiku zile, na ndani yake kuna usiku mmoja tu wa Lailatul Qadr ambao ni khairum min alf shahr. Ama 10 la mwanzo la Dhulhijja tunazungumza kuhusu mchana wake, kwamba hakuna katika mchana ayyam katika siku za mwaka ambazo ni bora kuliko siku hizi. Na ndani ya michana hii uko mchana wa Arafa ambao ndio mchana bora kuliko michana yote. Ni fadhila za Allah kwamba katika Ramadhani ametuwekea usiku mmoja ukawa ni usiku bora, na katika Dhulhijja akatuwekea mchana mmoja ukawa ndio mchana bora kuliko michana yote, mchana wa siku ya Arafa. aqulu ma tasma'un wa billahi at-tawfiq. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ndugu zangu Waislamu, siku zilizo mbele yetu ni siku tukufu sana na zina mambo mahsusi mengi. Moja katika utukufu wa siku 10 hizi ni kwamba ndani yake ipo siku ya Arafa. Siku ya Arafa ambayo tumeelezwa mara nyingi ubora wake na jinsi mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyoisema katika maneno yake mbalimbali. Itoshe tu kwamba hii siku ya Arafa ndiyo siku ambayo ilikamilishwa dini ya Uislamu. Kwa hiyo katika mfululizo wa hizi siku 10 za Dhulhijja zilizo mbele yetu, iko siku moja ambayo ndiyo dini ya Uislamu ilikamilishwa ndani yake. Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hii siku ya leo nimeikamilisha dini yenu na nimetimiza kwenu neema zangu na nimeuridhia Uislamu kwenu nyinyi uwe ndio dini, ndio mfumo wa maisha. Sasa hivi tukiuzungumza Uislamu ndio tunazungumza kitu au rasilimali muhimu kuliko kitu kingine chochote. Tukizungumza kuhusu matatizo yaliyopo ya kiulimwengu ya sasa, matatizo ya kinafsi, ya kiitikadi, matatizo ya kiuchumi, matatizo ya kijamii, ya kifamilia, haya matatizo yote tunayoyaona hayana suluhisho isipokuwa ni watu kufuata Uislamu. Watake itabaki kuwa hivyo, hawataki itabaki kuwa hivyo hivyo. Hakuna suluhisho jingine ambalo jamii inaweza ikalipata kwa shida za kiuchumi walizonazo na roho mbaya walizonazo watu, dhulma walizonazo na ufisadi walionao katika mambo yanayohusu jamii, mambo yanayohusu ndoa, mambo yanayohusu talaka, kuharibika kwa mifumo ya kifamilia. Hakuna. Uislamu ndio suluhisho. Uislamu ulifundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kidogo kidogo mpaka ilipofika katika siku 10 hizi Allah subhanahu wa ta'ala akatangaza kwamba neema yake ameitimiza. Kadhalika Allah ameridhia Uislamu kwetu sisi uwe ndio dini. Hakuna jambo la thamani kuliko mtu kujua unakwenda wapi, kwa sababu baada ya duniani kuna akhera inakuja. Kuna watu wana mashaka katika maisha yao, akhera ikoje, itakuwaje, yani baada ya mtu kufa itakuwaje? Sisi hatuna hiyo shida, kwa sababu huko mbele tumeshaambiwa na Allah ametuambia kwamba huu Uislamu yeye ndio ameuridhia. Kwa hiyo tunakwenda tukiwa tuna matumaini pamoja na hofu tulionayo kwa sababu ya matendo yetu mabaya tunayoyafanya, lakini tuna matumaini. Nafsi zetu zimetulia kwamba hapa ndipo. Hebu wewe angalie watu wanavyoabudu
wakashika vitabu vyao siku za ibada zao, Jumapili, Jumamosi, wanavyokwenda, angalia wanavyotoa mali zao, alafu iwe ni bure. Hebu angalia ile hasara. Sasa sisi mbele yetu twaijua hiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema ameiridhia, aliiridhia ndani ya siku hii ambayo ni katika mfululizo wa siku 10. Kadhalika Allah anasema ameikamilisha dini. Dini imekamilika ndani ya mfululizo wa siku 10 hizi katika siku ya Arafa. Kukamilika kwa dini ndiyo kupata nguvu sunna. Kukamilika kwa dini ndiyo kudhoofika bid'a na khurafat. Na ndiyo aya hii tunaitumia kwa ahlul bid'a kwamba Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah ameshaikamilisha dini, mwahangaika nini nyinyi? Dini imekamilishwa katika siku hizi. Myahudi mmoja alimfuata Umar ibn al-Khattab, wakati huo yeye ndio amirul mu'minin. Akamwambia, ya amiral mu'minin, ayatun fi kitabikum law alaina ma'shara al-yahudi nazalat latakhadhna yawma nuzuliha 'ida. Ewe amirul mu'minin, iko aya moja katika kitabu chenu, lau aya hiyo ingeliteremshwa kwetu sisi Wayahudi, tungeliifanya hiyo siku ya kuteremshwa aya hiyo ni siku ya Eid, siku kubwa. Umar akamuuliza, ni aya gani? Akamwambia, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Myahudi anamsomea Umar aya hiyo. Umar akamwambia, mimi nafahamu siku iliyoteremka na saa iliyoteremka. Aya hii ilimteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam jioni katika siku ya Arafa akiwa amesimama, tena siku ya Ijumaa. Kwa hiyo anarudisha majibu kwa hasad. Myahudi alituhusudu sisi kwa ubora wa siku hii. Umar anampa bishara kwamba hiyo aya yenyewe imeteremka siku tukufu, kwanza siku ya Ijumaa, siku ya Arafa, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam akitekeleza ibada yake ya haji. Kadhalika katika mfululizo wa siku hizi iko siku ya 10 ambayo ndio siku ya kuchinja, nayo ni katika siku tukufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, a'dhamul ayami 'inda Allah yawmun nahr thumma yawmul qarr. Siku tukufu mbele ya Allah ni siku ya kuchinja, ile siku ya 10, kisha siku inayofuata. Kisha sahaba anasema, msimulizi wa hadithi, wa qurriba ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam 5 badanat au 6 yanharuhunna fatafiqna yazdalifna ilayhi ayatuhunna yabda'u biha. Siku hii akakurubishiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ngamia 5 au 6 ili awachinje. Wakawa ngamia wale wanamkimbilia Mtume sallallahu alayhi wasallam ili kila mmoja aanzwe yeye kuchinjwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nikimalizia mazungumzo yangu, ni muhimu kwa Waislamu kuzitofautisha siku za fadhila na siku za khairi kuliko siku nyingine. Si sawa ikawa 10 la mwanzo la Dhulhijja limeingia, halafu hakuna tofauti yoyote katika ibada kwako wewe. Na ibada ziko nyingi. Kule kuzitekeleza swala za faradhi kwa jamaa ni kujikurubisha kwa Allah. Kuna swala za sunna, kuna kufunga katika hizi siku 9. Unaweza ukafunga siku yoyote, ukafunga siku 9 kama khairi, na hakuna hadithi sahihi sarihi iliyokuja ikasema kwamba ikazihusisha, isipokuwa siku ya Arafa. Kwa ukifunga siku ya kwanza, ya pili, ukaacha ya 3, ni katika khair. Kusoma Qur'ani, kuleta adhkar, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kutoa sadaka ni katika matendo ambayo yatakiwa yatubadilishie ratiba zetu katika siku hizi. Mimi najua kama ingelikuwa ni misimu ya kidunia, ya kibiashara au ya kimali,
tukawaambiwa kwamba siku 10 zijazo au siku 5 zijazo kuna biashara nzuri zitafanyika au kuna shughuli itafanyika itaongeza biashara na mapato katika mji wetu, mimi najua kila mtu angekuwa ana hamu ya kuzisubiri kwa sababu ya zile faida za kilimwengu ambazo tunazipata. Lakini linapozungumzwa suala la siku 10 hizi na khairi inaingia, lakini si kama vile tunavyoziwaza fedha au faida za kilimwengu. Lakini ujiulize wale wenzetu ambao sasa hivi wametangulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wao wakikhiarishwa sasa hivi baina ya faida ya duniani na faida za akhera, wao watachagua nini? Mimi naamini jawabu litakuja ndani ya nafsi ya kwamba watachagua faida za akhera, kwa sababu kwao tuna dunia haina thamani. Bali tunaziona katika athari kwamba mtu anataka hata rakaa 2 azipate, bora hizo kwake kuliko dunia na vilivyomo. Basi tuligeuze jambo hili katika upande mwingine, pamoja na kwamba tuko duniani tuzichukulie siku hizi ni siku za kheri, na kwamba hizi ni fursa za kuzijaza akaunti zetu za akhera. Siku yetu lazima iwe na tofauti, Dhulhijja ya mwanzo na Dhulqaada ya sasa ya mwisho. Jambo la mwisho muhimu kwamba siku ya 10 au 11 au 12 au 13 ni siku ya kuchinja. Tunaweza kujiandaa kutoka sasa kwa kuweka fedha kidogo kidogo kwa ajili ya kuchinja, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kipato ulichonacho unajua mwenyewe, mwaka mzima ukashindwa kuchinja si sawa. Zile fikra za kwamba tuletewe nyama, tusubiri nyama, zile ni fikra za zamani zile ni fikra za uduni, za kupewa. Sisi tubadilishe fikra ziwe ni fikra za kutoa. Ukiwa una fikra za kupewa unakuwa ni mnyonge siku zote, hujisogezi wewe, wasubiri kupewa. Lakini tunaweza sisi kutafuta 100,000, 120,000, kanunua mbuzi, kondoo au mkachanga watu 7, kanunua ng'ombe. Tunaweza tujiandae kwa ajili ya siku hizi zinazokuja mbele yetu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله على سيدنا محمد. قوموا إلى صلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. ndugu zangu waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala humimina wema wake na neema zake kwa waja wake asubuhi na jioni. Humimina neema zake kwa waja wake daiman wa abadan, daima na milele. Neema zake kwa waja wake hazikatiki. Na miongoni mwa hayo ni kuwaletea waja wake misimu ya ibada na misimu ya khair. Na kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala tumeingia katika siku tukufu, tumeingia katika siku za khairi, siku bora, siku ambazo matendo mema anayoyafanya mja hupendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko katika siku nyingine. Katika hutuba yetu iliyotangulia, katika kulithibitisha hili, tuliitaja hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliposema, ma min ayamin al'amalu as-salihu fihin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr. qalu wala al-jihadu fi sabilillah qala wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi shay'. Hakuna katika siku matendo mema hupendwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko katika siku 10 hizi. Masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, hata jihadi katika njia ya Allah? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, hata jihadi katika njia ya Allah, isipokuwa mtu aliyetoka yeye na mali yake kwenda katika jihadi kisha visirejee vitu viwili hivi chochote, huyu kwa jambo hili atakuwa amewazidi wanaofanya mambo mema katika siku 10. La akienda ikarudi mali akabaki yeye, au akarudi yeye ikabaki mali, bado matendo mema yanayofanywa katika siku 10 hizi yatakuwa ni bora na yanapendwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko sehemu nyingine au kuliko katika siku nyingine. Hili si jambo dogo, ni msimu na ni fursa adhima kwa wacha Mungu kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama inavyofahamika kwa wafanya biashara za kidunia, misimu ya biashara kwa wao ni muhimu sana. Wanaijali misimu hiyo, wanaipatiliza na wanajiandaa kwa ajili yake, na huleta bidhaa, huleta biashara na huduma mbalimbali kwa ajili ya misimu hiyo. Na kwa hakika hawapotezi fursa yoyote katika fursa za biashara katika misimu hiyo ya biashara hata kidogo. Hali iko hivyo hivyo kwa watu walio na imani katika upande wa biashara ya akhira, ambayo bila shaka biashara hii ina faida
ya kudumu kuliko biashara ya duniani, ambayo unaweza ukawa vizuri leo, ukawa vizuri mwaka huu, ukakaa vizuri miaka 10 kwa kuzitumia fursa vizuri na ukapata faida ukatajirika, lakini muda mfupi ukafilisika kwa mambo mbalimbali. Biashara ya akhera ni biashara yenye faida. Kwa hiyo watu walio na imani, watu wacha Mungu, inapokuja misimu kama hii ya biashara, basi nawe huipatiliza na kuijali na kujiandaa kwa ajili yake. Lakini mtu ambaye imani yake imedhoofika na yakini yake iko chache na ameshughulishwa na shughuli za kidunia, ameshughulishwa na starehe za kidunia, basi siku bora kama hizi, siku za kheri kama hizi, siku tukufu kama hizi zinapita kwake kama zinavyopita siku nyingine katika kipindi cha mwaka. Hakuna tofauti kati ya siku 10 za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja kwa mtu huyu na siku nyingine katika mwaka. Huu ni udhaifu wa imani. Hii ni kwa sababu ya kushughulishwa na dunia, ni kwa sababu ya kushughulishwa na starehe, kushughulishwa na kazi, kiasi mtu akashindwa kuvuna katika siku hizi, na siku zikapita hakuna chochote. Kwa hiyo hafanyi bidii wala hafanyi jitihada wala hana uchangamfu wowote wala hana harakati zozote katika siku za kheri kama hizi, bali amepumbazishwa mtu huyu na vitu vyenye kupumbazisha. Amepumbazishwa na simu yake, na ikiwa ina internet atahama kutoka mtandao mmoja kwenda mtandao mwingine. Amepumbazishwa na iPad yake, amepumbazishwa na televisheni yake, akiangalia movies, akiangalia mipira, akaacha kuzitumia siku hizi kuvuna kheri. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea siku hizi kama fadhila kwetu sisi. Ayuha nnas, ndugu zangu waislamu, hii dunia haitakwisha wala utamu wake hautakwisha mpaka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atakapoirithi ardhi na vilivyomo. Dunia itaendelea kuwa tamu, na kadri siku zako za kufa zinavyokaribia, dunia hupambwa zaidi na huwa ina raha zaidi. Kazi tulizonazo hazitakwisha na shughuli tulizonazo pia hazitakwisha. Kwisha kwake ni pale siku zetu za kuondoka zitakapokwisha. Starehe ya dunia na pambo lake itaendelea hivi mpaka Allah atakapoimaliza, na kila siku dunia inakuwa tamu. Lakini tufahamu kuwa siku zetu zinakwisha. Tufahamu kuwa siku za kheri zinapita haraka. Siku 10 za Dhulhijja hizi zinakatika haraka. Tufahamu kuwa misimu ya ibada inamalizika kwa upesi kabisa. Ni siku chache zilizopita tulisimama katika mimbari hii. Sasa hivi unaweza kudhani ni siku 3 au 4, kumbe zimepita siku 7 na zitapita siku 10. Kilicho muhimu kwako wewe ni kuamua kwa dhati kuziacha baadhi ya shughuli ulizonazo kwa ajili ya shughuli hizi za msingi. Kazi ulizonazo kama hutaziacha kwa ajili ya kuvuna katika siku 10 hizi, basi kazi hizo hazitapungua, wala hutapata fursa kwamba kuna muda utafika mimi nitakuwa sina shughuli, kazi yangu kumwabudu Allah. Hakuna. Ukifika muda huo, kama umeritaya, basi na mwili nao umekataa, uzee umekuingilia, fikra zimepungua, nguvu zimekwisha. Wakati wa sasa ndiyo wakati wa kujitahidi katika kufanya kheri. Ayuha nnas, ndugu zangu katika imani, tujitahidi kufanya kheri katika siku hizi, na kheri zipo nyingi. Kila mtu kwa jinsia yake, kila mtu kwa uwezo wake, kwa nafasi yake, kwa umri wake, anazo njia mbalimbali za kheri
hakuna mtu anaweza kutoa udhuru kwamba mimi nimeshindwa kuyafikia mambo ya kheri kwa sababu mimi sina mali, au nimeshindwa kuyafikia mambo ya kheri kwa sababu sina nguvu, au nimeshindwa kuyafikia mambo ya kheri kwa sababu mimi ni mwanamke niko ndani, au nimeshindwa kuyafikia mambo ya kheri kwa sababu kadha wa kadha. Hakuna, kwa sababu njia za kheri ziko nyingi, zimewepesishwa kwa kila mtu kwa jinsia yake, uwezo wake, umri wake, nafasi yake. Anao uwezo wa kufanya kheri na kumshinda mwingine. Na wanawavyuoni wa Kiislamu wakatusaidia, wengine wakaandika katika vitabu vyao. Miongoni mwa hao ni Alimamu Nawawi katika Riyadhus Salihin, akatuwekea mlango akasema, babu fi bayani kathrati turuqil khair. Huu ni mlango katika kubainisha wingi wa njia za khair. Akazitaja aya, akazitaja na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam zinazoonesha kwamba khairi ni nyingi, wala huwezi kuzimaliza, wala huna udhuru wewe. Siku 10 hizi za mwanzo za Dhulhijja, na leo tuko siku ya 3, basi tuzitumie katika kuzifanya khairi hizo. Kwa kuwakumbusha, tujitahidi katika kuitekeleza swala za faradhi kwa jamaa, kwa sababu huko ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kukubwa, na hakuna jambo ambalo mja anajikurubisha nalo kwa Allah na Allah analipenda kuliko yale ambayo Allah amemfaradhishia mja wake. Kadhalika swala za sunna tujitahidi kuzitekeleza. Kuna sunanur rawatib, rakaa 2 za kabla alfajiri, rakaa 4 kabla ya dhuhuri, rakaa 2 baada yake, rakaa 2 baada ya maghrib, rakaa 2 baada ya isha. Ni mambo tunaweza kuyatekeleza, haya ni mambo mepesi, tuyafanye. Kadhalika kusoma Qur'an. Kusoma Qur'ani ni katika ibada tunazoweza kuzitumia katika siku 10 hizi, tukajitumia ujira mkubwa kabisa. Unaweza kuweka azma ya kuimaliza Qur'ani ndani ya siku 10 hizi, na Qur'ani ikamalizika. Ukasema mimi kwa siku nitasoma juzuu 3. Kwa wale wasomaji mahiri wa Qur'ani, basi ametumia muda mrefu sana, atatumia nusu saa kwa kusoma juzuu moja. Kama ni juzuu 3 atazisoma kipindi cha saa 1 na dakika 30. Katika saa 24 za siku huwezi kutoa udhuru kwamba umekosa wewe saa 1 na dakika 30 kusoma Qur'an. Na wale wazito wanaweza kutumia masaa 2 wakasoma wakamaliza. Wale ambao hawawezi kuimaliza Qur'ani yote, kile walichojaliwa kusoma wakisome. Leo siku ya 3, zimebaki siku 7. Kwa wale ambao hawajaanza pia wanaweza kuimaliza Qur'an, wakaanza leo mpaka siku ya 9 au siku ya 10 Qur'ani ikaisha. Masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam walikuwa wana ratiba nzuri na mpango mzuri wa kuisoma Qur'an. Hadithi ameipokea Imam Abu Daud kutoka kwa Aus ibn Hudhaifa, anasema sa'altu ashaba Rasulillah sallallahu alayhi wasallam kaifa yuhazzibuna alquran. Aliwauliza masahaba wa Mtume walikuwa wakigawanya vipi Qur'ani katika kuisoma. Masahaba wakasema walikuwa wao wakiisoma Qur'ani wakiimaliza katika siku 7. Siku ya kwanza wanasoma sura 3, siku ya pili wanasoma sura 5, siku ya 3 wanasoma sura 7, siku ya 4 wanasoma sura 9, siku ya 5 wanasoma sura 11, siku ya 6 wanasoma sura 13, siku ya 7 wanaimaliza Qur'an. Siku ya kwanza sura 3 maana yake unaanza katika suratul Baqara, Ali Imran, An-Nisa 3. Siku inayofuata wanaanza Maida, wanakwenda mpaka Tauba, mpaka ukifika siku ya 6 umemaliza suratul Hujurat. Siku ya 7 wanaimaliza Qur'ani yote, na hiyo ndio wakasema wa hizbun mufassal. Mpango huu ni mpango mzuri wa as-salaf, tunaweza kuutumia katika kuisoma Qur'an. Kadhalika kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala.
siku hizi ni siku za dhikr. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani anasema liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumat, ili washuhudie manufaa yao na walitaje jina la Allah katika siku maalum. Qala Ibn Kathir, qala Abdullah ibn Abbas, al-ayyamul ma'lumat ayyamul ashr. Al-Imam Ibn Kathir anamnukuu Abdullah ibn Abbas kwamba siku maalumu anazozikusudia hapa Allah ni siku 10 za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja, na dhikri iko mutlaq kwa ujumla wake tangu inapoanza siku ya kwanza, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar walillahi alhamd. Wake kwa waume, wanawake hawatadhihirisha sauti zao, wanaume wanaweza kudhihirisha. Kadhalika kuna adhkari ambazo ni muqayyada zitakuja baada ya siku ya Eid na siku 3 za tashrik. Kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika siku hizi ni katika matendo bora. Kadhalika kufunga funga za sunna, ukazifunga siku zote 9, ukafunga baadhi ya siku. Kadhalika kutoa sadaka, ukatoa sadaka kusaidia khairi, kusaidia ujenzi wa msikiti, kusaidia ujenzi wa madrasa, ukatoa sadaka kusaidia watu walio na udhaifu, watu wenye madeni, watu wenye shida. Ni katika amali za kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika siku 10 hizi za mwanzo za Dhulhijja. Aqulu ma tasma'un wa billahi at-tawfiq. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الناس عباد الله. Ndugu zangu waislamu, katika hutuba yetu iliyotangulia tulisema pia tunatakiwa tufanye maandalizi kwa ajili ya kuchinja, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mbuzi mmoja kwa mtu mmoja, kondoo mmoja kwa mtu mmoja, na akichinja baba wa familia imewatosheleza watu wengine. Watu 7 wanaweza kujikusanya wakachinja ng'ombe, au kama kuna ngamia wakachinja ngamia. Hili ni katika mambo tunayotakiwa tujipange nalo, na tusisubiri mpaka tuletewe nyama za watu waliochinja huko na sisi uwezo wa kuchinja tunao. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatoa maelekezo yake kwa watu wanaotaka kuchinja, wakawa wameazimia kuchinja katika siku ya 10. Akasema idha raaitum hilala dhilhijja wa arada ahadukum an yudhhi falyumsik an sha'rihi wa adfarihi. Mtakapouona mwezi wa Dhulhijja na mmoja wenu akataka kuchinja, akatia nia ya kuchinja, basi ajizuie kuziondoa nywele zake na kucha zake. Asinyoe nywele yake yoyote wala kucha zake mpaka atakapochinja katika hiyo siku ya kuchinja. Hili ni katika mambo ya msingi sana ambalo tuazimie kulitekeleza insha Allah ta'ala. Ayuha nnas, katika mfululizo wa siku 10 hizi ipo siku ya Arafa. Siku ya Arafa ni katika siku bora sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali mchana huu ndiyo mchana ambao Allah ameuteua akauchagua kuwa ndiyo mchana bora kuliko michana yote katika siku za mwaka mzima, kama alivyouchagua usiku wa Lailatul Qadr kuwa ndiyo usiku bora kuliko usiku wowote katika kipindi cha mwaka mzima. Katika siku hii Allah subhanahu wa ta'ala aliikamilisha dini, akatimiza kwetu neema zake, na akatangaza kwamba ameuridhia Uislamu kwetu sisi uwe ndiyo dini. Siku hii katika yanayoonesha ukubwa wake ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huwaacha huru na moto watu wengi
kuliko katika siku nyingine, huwakomboa waja wake na moto kwa wingi zaidi katika siku hii kuliko katika siku nyingine. Imekuja katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ma min yawmin akthara min an yu'tika Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawmi Arafa wa innahu la yajnu thumma yubahi bihim al-malaika fayaqul ma arada haula unzuru ila ibadi qad atawni shu'than ghubra. Hakuna katika siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huwakomboa watu wengi na moto kuliko siku ya Arafa, na Allah subhanahu wa ta'ala hukurubia katika siku hii, kukurubia kuna kuendana na utukufu wake, kisha anajifakharisha kwa malaika kuwaambia, waangalieni waja wangu, wanataka nini hawa waja wangu? Hawa wanataka msamaha wangu, waangalieni walivyo timtimu wa nywele wenye mavumbi, wamekuja hapa kwa ajili ya kutaka msamaha wa kwangu mimi. Siku hii ni siku ya baraka. Tujitahidi na sisi tuwe ni katika wale watakaokombolewa na moto katika siku ya Arafa kwa kukithirisha kufanya ibada na kuomba dua katika siku hii. Kadhalika katika mambo ya msingi ni mtu kufunga, na hii ni kwa wale ambao si mahujaji, kwa sababu mahujaji Mtume sallallahu alayhi wasallam siku hii hakuifunga, na hikma yake ni watu kupata nguvu kwa ajili ya kufanya ibada katika viwanja vile. Sisi huku tumesuniwa tuifunge, na funga ya Arafa ndiyo funga ya sunna iliyo bora kuliko funga nyingine yoyote, kwa sababu funga hiyo inafungwa katika siku bora. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, siyamu yaumi Arafa inni ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'da. Funga ya siku ya Arafa mimi nataraji kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupata msamaha, kusamehewa madhambi ya mwaka uliotangulia na mwaka unaokuja kwa funga ya siku ya Arafa. Wewe unaweza kupata tabu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa msamaha, anawasamehe waja wake madhambi wanayoyafanya. Tuifunge siku hii tupate fadhila zake, kadhalika tupate msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika katika mambo ya msingi ya kuyazingatia katika siku ya Arafa ni kukithirisha kuomba dua, na dua ni ibada. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, khairu duai duau yaumi Arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Bora ya dua ni dua ya siku ya Arafa, na bora ya kile ambacho nimekisema mimi na manabii waliokuwa kabla yangu, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kwa ni muhimu kukithirisha dua katika siku ya Arafa, dua kwa ujumla wake zilizokuja kwa matamko maalum kutoka kwa Bwana Mtume SAW, au dua ya kwako wewe kulingana na shida zako, omba. Na maneno haya usiyaache haya, kwa sababu haya ni katika mambo bora aliyosema Mtume na manabii waliokuwa kabla yake, na si magumu, na ni maneno mazito. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ayuha nnas ibadallah, ndugu zangu waislamu, hii siku ya Arafa ambayo sisi tutaifunga, hatuja kwenda haji, siku hii ina mahusiano ya moja kwa moja na kisimamo cha mahujaji katika viwanja vya Arafa. Na moja katika nguzo za haji ni kusimama Arafa, na Mtume akasema wal hajju Arafa, na mtu ambaye Arafa imempita basi hija yake haikutimia. Arafa ni uwanja, ni sehemu iko Makka, nje ya haramu ya Makka. Arafa haiko Dodoma, haiko Butiama, haiko Mtwara, ni sehemu maalumu
ambayo mahujaji katika kutekeleza kwao ibada ya hija husimama pale baada zawal, husimama pale wakifanya ibada zao, wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, wakimdhukuru pale. Sisi ambao tuko nje ya haji hatukuhudhuria, nasi tunawaunga mahujaji kwa kuifunga siku hii, kama kulivyokuwa na mahusiano yao watu waliohudhuria hija na sisi katika mambo mengine. Tukiazimia kuchinja, tusinyoe nywele wala tusikate kucha wala tusiguse sehemu yoyote katika ngozi, kama anavyofanya mtu aliyehirimia hija. Kwa hiyo kuna mahusiano ya moja kwa moja baina ya kisimamo cha Arafa kwa mahujaji na funga ya Arafa kwa wasiokuwa mahujaji. Na siku hii ni tarehe 9 katika mwezi wa Dhulhijja. Siku ya Arafa ni siku ya tarehe 9 katika mwezi wa Dhulhijja. Hivi ndivyo ilivyo. Sasa ukitaka kujua kwamba kuna mahusiano makubwa ya mahujaji na siku ya Arafa, ni pale inapotokea kwa namna yoyote ikawa siku ya tarehe 9 mahujaji hawakusimama Arafa, labda wamekosea tarehe, basi Arafa itakuwa ndiyo hiyo siku waliosimama mahujaji na si vinginevyo. Hili ni jambo katika mambo yanayoonesha mahusiano na mafungamano ya moja kwa moja ya ibada ya haji, kisimamo cha Arafa na siku ya Arafa. Haisemwi kwa mtu ambaye amekosea kuona, labda mwezi wa kuona ikafika siku ya tarehe 10 mahujaji wakisimama Arafa katika hiyo siku ya tarehe 10, hiyo ndiyo siku ya Arafa. Na hivi ndivyo wanavyosema wanawavioni wa Kiislamu. Mmoja katika wao ni al-Imam al-Khatib al-Sharbini, mwanachuoni wa Kishafi, anasema wa yawmu Arafa al-yawmu alladhi yadhharu lahum annahu yawmu Arafa sawa'un at-tasi' wal-ashir. Siku ya Arafa ni ile siku ambayo imewadhihirikia wao kwamba hiyo ndiyo siku ya Arafa, iwe ni siku ya 9 au ya 10. Wadhālika li khabar, na hili ni kwa sababu ya hadithi ambayo Mtume anasema al-fitru yawma yuftiru an-nas wal-adha yawma yudhhi an-nas, rawahu at-Tirmidhi. Fitr ni ile siku waliofuturu watu, na adha ni siku ambayo watu wamechinja. Wa fi riwayati Shafi'i, na katika riwaya Imam Shafi'i akasema Mtume wal arafatu yawma yu'arrifuna fi, na siku ya Arafa ni ile siku ambayo watu wamesimama Arafa. Mwingine katika wanawavioni wa Kiislamu akanaitwa Ibn Hazm, na mimi nataka kutilia msisitizo hoja yangu ya kwamba kuna mafungamano na mahusiano ya kisimamo cha Arafa na sisi huku. Anasema waman akhta'a fi ru'yati al-hilal li dhil-hijja fawaqafa bi'arafata yawm al-ashir wa yadhunnuhu at-tasi', atakayekosea kuona mwezi wa Dhulhijja akasimama katika uwanja wa Arafa siku ya 10, yeye akadhani siku hiyo ni siku ya 9, fahajjuhu tamun wala shay'a alayhi, hija yake imetimia na mtu huyu hana kitu juu yake, hata kama alisimama siku ya 10 kwa kukosea kwake, kwa sababu ile siku watu waliosimama hiyo ndiyo siku ya Arafa. Lianna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala lam yaqul, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam hakusema innal wuqufa bi'arafata la yakunu illa fil yawmi at-tasi'. Mtume hakusema kwamba kisimamo cha Arafa hakiwi isipokuwa siku ya 9 min Dhulhijja, hakusema hivyo. Amesema Arafa ni ile siku watakaosimama watu. Siku gani? Ni siku ya tarehe 9, hiyo ndio wanaosimama. Lakini ikitokea hawakusimama siku hiyo kwa jambo lolote, wamekosea, ile siku watakayosimama ndiyo siku ya Arafa. Kwa hiyo mazingatio ni kule kufanya nini? Kusimama. Sasa wale mashekhe zetu waliosimama na msimamo mmoja wakataka kuonesha kwamba hakuna mafungamano kabisa
Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wengine wakati watu wamesimama Arafa Makka, wao huko ni usiku, inakuwaje wafunge? Wale mashekhe zetu hawana hoja. Na hao watu walioko mbali ambao hawawezi kuwafikiana na Makka katika mchana wa Makka, hao wamepewa udhuru kama walivyopewa udhuru wale watu wengine ambao jua kwao halizami au usiku kwao hauondoki kwa muda mrefu na ibada zikaendelea na mambo yakaendelea. Lakini wewe ambaye hii leo kiamka na Makka mko sawa sawa, wewe huna udhuru. Mwana wa chuoni mwingine ninayemaliza naye kuonesha msisitizo wangu katika hili ni al-Imam Ibn al-Arabi al-Maliki katika tafsiri yake alipoitafsiri aya iliyopo katika suratul Baqara, Allah anaposema wadhkurullaha fi ayamin ma'dudat, anasema mwana wa chuoni huyu wa inna sa'ira ahli al-afaqi tab'un lilhaji fiha, na watu wengine waliopo katika miji mingine pambizo za dunia huko watawafuata mahujaji katika ule mtaratibu wao. Kwa hiyo mafungamano yapo, na watu wasipotoshwe wakaacha kuifunga siku ya Arafa ya sawa sawa, wakaambiwa mkiona kule Maka kuna Arafa basi ujue Arafa yetu sisi ni kesho. Hata kama Arafa yetu sisi ni kesho, hata kama mwezi pia tumeuona kama wao, bado ni kesho tu kwa sababu ya ushindani, watazikosa fadhila hizi. Na kwa mujibu wa hesabu ni kwamba leo tuko tarehe 3 na siku ya Alhamisi ndio itakuwa siku ya Arafa ambao mahujaji watasimama Arafa na mtawaona. Na hii hoja ya kwamba haya mambo ya mawasiliano yamekuja sasa hivi tu, kwani zamani watu walikuwa wakifunga Arafa vipi? Zamani hakuna televisheni, hakuna simu, watu walikuwa wafungaji. Mambo ya kisasa haya, hizi pia si katika hoja. Kwani zamani hiyo miaka 150 mwezi ukionekana Pemba, watu wa Tabora hawakuona, walikuwa wanafungaje? Mbona sasa hivi mwezi ukionekana Pemba ninyi mnawatangazia kwa redio watu wa Tabora wafunge, watu wa Kigoma wafunge? Kwa nini mnawatangazia wafunge kwa mwezi ambao wao hata hauwahusu, wako mbali? Msiwatangazie, wala mtu yote asitangaze, anyamaze kimya tu. Sasa kama mnatumia teknolojia kuwatangazia watu kwamba mwezi umeonekana Pemba, watu wa Tabora wafunge, teknolojia hiyo yatumika katika mambo mengine, na wala dini haikusahau na wanawavioni hawakusahau. Msimamo wa jumhur wa wanawavioni ni kwamba mwezi ukiandama popote basi watu watafunga, watafungua maadamu taarifa zimewafikia. Msimamo huu ni wa zamani, hakuna simu, hakuna television, hakuna chochote. Ndio huo sasa tunakwenda nao mpaka sasa. Ayuha nasu ibadallah, maneno haya ya mwisho kuhusu Arafa ni msisitizo ili watu wasije wakaipoteza siku ya Arafa yenyewe. Ni muhimu kujipinda katika ibada, na haya ndiyo tuliokuwa tunayasisitiza katika hutuba yetu hii. Tujipinde katika ibada katika siku 10 hizi. Siku 10 hizi ziwe tofauti na siku 10 nyingine zozote katika kipindi cha mwaka, kwa sababu hizi siku Allah subhanahu wa ta'ala hupenda amali njema zikifanywa ndani yake. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله على سيدنا محمد. قوموا إلى صلاة.